Karibuni sana KingoFarm. Sasa leo bwana, ninataka nijibu swali moja kubwa sana ambalo wafugaji wengi huwa wanauliza, lakini pia hata wale watu wangu wa karibu, rafiki zangu huwa wanauliza, na unakuta labda nimetafutwa na mfugaji au mtu nimekutana naye, napiga naye story, ananiambia kwamba bwana, mimi ninafanya biashara fulani, ninataka niachane nayo, naona kama vile sipati hela vizuri, nataka niingie kwenye ufugaji, najua kabisa kwenye ufugaji nitapata pesa. Au mwingine anasema mimi nimeajiliwa na napata mshahara kidogo, nataka nifuge, niachane na ajira. Mwingine nifuge huku nikiwa nimeajiliwa, najua huko nitapata pesa. Yani kimsingi ile swali limekaa kama vile mimi nikilitengeneza vizuri, je, ufugaji wa kuku ni kitu ambacho kinaweza kikakutoa katika umaskini? Sasa jibu langu leo ninakuja na majibu mawili, ndio lakini pia na hapana. Nitakupa sababu na mifano halisi kwenye kila jibu. Kwenye jibu la ndio nitakupa mfano halisi, lakini pia kwenye jibu la hapana nitakupa mifano halisi. Kwa nini ninasema hapana? Kwa sababu pia ukiachana na kwamba sisi kama KingoFarm tumefuga kwa muda mrefu, tunazijua changamoto, tunajua faida, mazuri na mabaya ambayo yapo kwenye ufugaji, lakini pia tunawasiliana na wafugaji wa kutoka maeneo mbalimbali, yani karibia Tanzania zima tunawasiliana na wafugaji hadi wa Kongo, Kenya, Uganda, nchi zote zilizo karibu. Wanatupa changamoto zao, lakini pia wanatupa na vitu vizuri, nitashare hapa. Umeona? Sasa nianze na jibu la ndio. Ndio kwamba ufugaji unaweza kwa kutengenezea pesa nyingi. Nikianza na mfano wa kwanza, kwa mfano kuna kuku wa kienyeji ambao unawaona hapa. Hawa tumewaachia wanatembea tu nje. Hawa umeona? Hawa hapa. Kuna mfugaji ambaye yupo karibu kabisa na hili eneo. Yeye alianza na tetea 5 na jogoo 1. Umeona? Na tulimpa sisi wenyewe kitabu kile cha safari ya ufugaji. Akawa anatengeneza chakula kwa kufuata kanuni ambazo zipo mle kwenye safari ya ufugaji. Tunavyo vitabu viwili, kuna safari ya ufugaji, lakini pia kuna kile kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Alichukua kile cha safari ya ufugaji kwa ajili ya kutengenezea chakula ili kuku atage sana. Mle kuna kanuni ambayo kama utatengenezea kuku wako chakula, kuku wako watataga sana. Umeona? Akanunua na incubator ya mayai 30. Kuku wake walikuwa wanataga mayai mengi sana. Saizi mradi wake kama una miezi 9 hivi. Hawa kuku ambao nilikuwa nakuonyesha hapa, hawa wa kienyeji, hawa sisi tulinunua kuku 30. Kuku wengi sana tuliwatoa kwake, yeye alituuzia hao kuku wa kienyeji. Na hawa sisi tuliwachukua kama vile makoo kwa ajili ya kuzalisha, ili tuweze kupata vifaranga wengi, na wapo wameanza kutaga, wanataga vizuri tu. Kwa hiyo unaweza ukaona nini cha kujifunza hapo ni kwamba huyu alianza na mtaji mdogo, alitumia kiasi kidogo sana cha pesa kununua kuku 6. Haiwezi ikazidi 1,500,000 kwa kawaida, yani haiwezi ikazidi 1,500,000, yani pamoja na chakula, hata uchanganye chakula haiwezi ikazidi 1,500,000. Lakini unaona matokeo ambayo ameyapata, ana kuku zaidi ya 120 sasa hivi. Vikuku vidogo vidogo vingi anavyo, kwa sababu anatutolesha na walea kisasa kabisa. Kwa hiyo kwa mtindo huo ukifuata vizuri mafunzo ya ufugaji, yupo karibu hapa. Kwa hiyo hata kujifunza huwa anakuja hapa, mengi anauliza, kama hizi tiba za asili ndio anazozitumia. Ukijifunza vizuri huku unafuga, tunashauri sana kama una njia pekee ya kuwajua vizuri kuku, uwe nao bandani, wawe wanakwenda sambamba na elimu. Unapata elimu, lakini pia wapo bandani na unajifunza. Wakipata magonjwa unakuwa na sehemu ya kuuliza kwa mtu mzoefu. Kama sisi KingoFarm, ukijiunga na kundi letu, ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2, unakuwa unauliza, jamani, kuku wangu hapo hivi, sisi tutakupa suluhisho hapa, fanya hivi. Kwa hiyo na yeye alifanya hivyo, akafanikiwa ndani ya muda mfupi. Huo ni mfano halisi. Mfano wa pili ni sisi wenyewe hapa. Sisi wenyewe KingoFarm. Sisi bwana tulianza na tulikuwaga tunanunuaga zamani kuku kama hao chotala unaowaona, chotala wadogo hao walikuwa wanauzwa 10,000 huku. Kwa hiyo unanunua kuku wako kama 10 hivi. Ukinunua kuku 10
wanakuaga au na siku 40, maana wanakuwa wameshapewa chanjo zote 3. Wanakuwa wamepewa chanjo ya Newcastle, chanjo ya gumboro, chanjo ya ndui. Ukiwapata unawaingiza bandani, unatengeneza na chakula. Gharama jumla kutengeneza na chakula haizidi 14,000. Umeona, kwa kuku mmoja. Unawalea ndani ya mwezi mmoja. Tulikuwa tunawafuga ndani ya mwezi mmoja. Wanakuwa tayari ni kuku wakubwa ambao unaweza ukawauza. Ukiwalea ndani ya miezi miwili wanakuwa wakubwa zaidi kwa gharama ndogo kabisa. Faida ambayo unaipata kwa kuku mmoja sio chini ya shilingi 10,000 ndani ya huo muda mfupi. Kwa hiyo ilifanya kwamba unaleta kuku, ukikaa tena unawauza ndani ya muda mfupi. Kama ulileta 10, utakuja utaleta 20, 50 mpaka baadaye tukawa interested na kufuga vifaranga. Kwa hiyo unaweza ukaona tulianza na mtaji mdogo, lakini ndani ya muda mfupi tukawa tayari tuna mtaji mkubwa kutokana na mfumo huo ambao tulikuwa tunautumia. Umeona, hawa kuku tu unaoona mbele yangu hawa wanakaribia mwezi wa 3 na hawajafika vizuri, lakini jogoo kama huyu tayari tunamuuza 25,000. Kwa hiyo ukiwafuga ndani ya muda mfupi unapata faida vizuri kabisa. Lakini pia nije upande wa pili. Niliwaambia jibu langu la pili ni hapana. Kwa nini ni hapana? Kwanza, ufugaji wa kuku unaweza kuwa ni gharama usipokuwa makini. Kwa mfano, wapo wafugaji ambao anakuja kama hivi, akishaona mabanda haya hapa na yeye anataka atengeneze banda zuri kama hili hapa. Wakati sisi tunaanza tulikuwa tunafanya kuokoteza hata yale matilio ya kutengenezea mabanda. Yaani kama hizi bati, uwezi ukaenda dukani ukanunua bati. Unachukua bati used, kipande cha bati cha kwanza utachukua hapa, cha pili hapa. Yaani unafanya kuokoteza ili tu utengeneze kabanda kako kadogo, ufugie, unatumia gharama ndogo. Sasa utakuta mtu anaanza na mabanda ya gharama kubwa, lakini pia ukiachana na mabanda ya gharama kubwa, anaingia na mtaji mkubwa. Mtu anaingia kwenye ufugaji na milioni 5, milioni 10. Ukienda na mtaji mkubwa, huna elimu ya kutosha kwenye ufugaji, unaweza ukazipoteza pesa zote. Pesa zote zinaweza zikapotea. Vitakavyo kuandama wewe hapo ni vifo, magonjwa. Yani utakuwa unashindwa kuelewa kwa nini ulichukua maamuzi ya kufuga. Wapo wafugaji ambao, unajua ufugaji wa hii kuku unategemea na eneo ambalo upo. Sio kila eneo utafuga chotara, sio kila eneo utafuga broiler. Lazima ulisome soko, na kulisoma soko ni sikudanganye hata siku moja. Usije ukatoka hapo moja kwa moja ukaenda sehemu ambazo wanachinja kuku ukauliza pale kwamba bwana, hapa mnakula kuku wa aina gani? Alafu ukaenda kuwafuga. Nao mfano mzuri tena, mfano huu unatokea eneo la karibu kabisa, na hilo eneo mimi mwenyewe ninalijua. Lile eneo bwana, ukienda pale wakati wa jioni, lipo karibu na kambi ya jeshi. Sasa ukienda pale wakati wa jioni ule, wanajeshi wanakuwaga wengi sana, wanatoka kambini, sijajua wanakuwaga wengi baadhi ya siku. Kwa hiyo panachinjika sana hawa kuku wa broiler. Wanachinja sana kuku wa broiler. Kwa hiyo kuna mfugaji alienda pale, akaangalia, akaona hapa mbona kama kuku hawa wa broiler ni biashara. Umeona? Kwa hiyo akaenda na yeye akafanyeje? Akafuga. Akaenda na yeye akafuga wale bila hata ya kuuliza kwa undani, na yeye akaenda akawafuga wale kuku wa broiler. Ikafikia muda wa kuwauza tena kwa mtaji mkubwa tu. Alichukua pesa nyingi sana akaziingiza mle. Sasa anakuja kutafuta soko, anaenda kuwauliza wale watu, jamani, mimi nataka niwauzie kuku. Wale watu wanasema kwamba sisi kwanza mfumo hapa wa kuku, kuna eneo jingine ambalo tunalitoaga kuku ni bei rahisi sana. Alafu pia sio kwamba tunakuwa tuna keshi. Sisi unatakiwa utupe kuku wako tuchinje, tukiwachinja tukipata faida, tukipata hela ndio tunakurudishia sisi, tunabaki na faida. Akaingia kwenye lingi na yeye akawawapa watu wale kuku wake wakawachinja. Sasa
kwenda kudai madeni kwa watu tofauti. Walikuwepo waliomlipa, walikuwepo ambao hawakumlipa, ila kifupi alipata hasara na kutamani tena hii biashara ya ufugaji. Umeona? Kwa hiyo ni muhimu sana ukaanza na kidogo. Yule mtu kama angeanza na mtaji mdogo, hata angepoteza kile kiasi kidogo kisingemuuma kama mtaji ambao alianza nao mkubwa na aliukopa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa kifupi ambavyo ufugaji unaweza ukakukatisha tamaa na ukakuletea hasara. Umeona? Kwa hiyo unaweza ukajifunza kupitia hii video, ukawa umejifunza. Niambie hapo kwenye comment umejifunza kitu gani, ili na wengine wakipita waweze kusoma kwa ufupi hiyo comment yako. Lakini pia ninasisitiza kujiunga na makundi ya mafunzo jamani, sio lazima iwe KingoFarm. Unapojiunga na kundi la mafunzo, hakikisha na wewe pia unao kuku ili ujifunze vizuri zaidi. Umeona? Ukupata wale wafugaji wazoefu ili waweze kukufundisha vizuri zaidi kuhusiana na ufugaji wa kuku. Sisi KingoFarm ukijiunga na kundi letu, ada yake ni shilingi 8,000. Hii ni ada ya muda wa miezi miwili, lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji. Vitabu ambavyo vinakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukafuga. Kuna kitabu cha safari ya ufugaji kwa ajili ya chotara, mwongozo wa chotara. Kwa mfano kama unataka kufuga chotara, chukua kitabu cha safari ya ufugaji, tiba za asili na mwongozo maalum wa ufugaji. Hivyo vitabu vitatu 10,010 ni 30,000 vitakusaidia. Kama unafuga broiler, kuna ufugaji wa broiler, kuna tiba za asili, hivyo vitabu vitakusaidia. Kama unafuga kuku wa kienyeji, kuna tiba za asili, kuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, vitakusaidia hivyo vitabu kuchanganya chakula na kuwatibia vizuri kabisa. Asanteni na kwa elini. Vitabu vyetu ni 10,000 na ni soft copy na kutumia kwa njia ya WhatsApp.